Karibu. Lozi, umefuata nini hapa? Koma wewe. Acha kuuliza maswali. Fuata kilichokuleta hapa. Yaani mimi hapa kwa kakaangu mimi. Baba mmoja, mama mmoja. Wewe kimekuleta nini? Kumbe nimegawa mtu na nduguye. Mimi nilikuwa sijui kama huyu kaka yako. Tusameane bure tu. Mimi sina makosa yoyote. Yaani unataka kuniambia kwamba ulichonipa mimi ndio umempa na kakaangu pia? Tena sio mara moja wala mara mbili. Ni sana tu. Shenzi wewe. Tena wewe koma, unataka kunipiga kwa kipi? Hiyo 3000 yako unafungia na babendi? Shenzi mkubwa wewe. Lozi. Kaka, kwa nini unanikatili kiasi hiki? Nimekukosea nini? Kipi nimekukosea wewe mpaka unipe adhabu kubwa kiasi hiki? Doli, mbona unachozungumza sielewi mdogo wangu? Unamaanisha nini? Au umeanza kuvuta bangi sasa hivi eh? Niambie, kama bangi imekupanda kichwani tujue cha kufanya sisi. Sijavuta. Na wala sitokuja kuvuta. Nimekuja hapa nikiwa mzima, tena niko timamu. Situmii kilevi cha aina yoyote kaka. Unanisikitisha sana mdogo wangu. Sasa kama utumii kilevi cha aina yoyote, mbona maneno yako hayafanani na unachokizungumza? Yaani hayo maneno yako yanayokutoka mdomoni kwako yanaonyesha fika wewe ni unatumia kilevi. Huyu binti unaishi naye ni demu wangu. Tena ni demu wangu mimi. Sasa naamini wewe kweli mdogo wangu umeelewa. Unamaanisha Lozi? Lozi aliyouteka moyo wangu mimi. Lozi huyu ambaye ndiyo maisha yangu mimi ndo mwanamke wako. Si ndio hivyo? Ndio. Ni demu wangu wa zamani. Ni demu wangu wa muda mrefu. Na juzi tu ndo siku yangu ya mwisho nimetoka naye faraga. Yaani nashangaa leo nakuja na mkuta kwako. Bro, kwa nini unanifanyia hivyo mimi? Kipi nimekukosea? Niambie basi. Kumbe nje kuna ugeni. Sisi tuko ndani tunakula mahaba. Karibu dada, sijui nikusaidie nini? Uniulize mimi unisaidie nini? Mimi nikuulize wewe nikusaidie nini? Na alafu, mbona umevaa t-shirt ya mume wangu? Wewe ni nani? Ngoja kwanza nicheki. Kumbe wewe ndo mke mzangu. Basi ngoja nijisheberele ujue kama mimi ndo mke mzio. Unasemaje wewe Nguchilo? Nguchilo baba yako mzazi na mama yako mzazi. Walivyosikia ndo nilivyosema. Wewe nyaka. Shemeji, kuna swala ambalo mimi sijalielewa. Kwa sababu dada kaja nyumbani analia. Nikimuuliza anadai kwamba mmeachana. Nikiuliza kuhusu talaka hana majibu ya msingi. Sasa nikaona nifunge safari nije naye nikuulize kipi kinachoendelea. Sawa, mimi nimekuelewa. Je? Wakati anakuja kwenu analia na anakwambia hivyo, uliwahi kumuuliza kwa kusema kitu gani kinachosababisha mimi nimpe talaka? Nimemuuliza, nikakosa majibu ya msingi, nikafunga safari, nikaja kwako kukuuliza, je, kipi kinachoendelea? Swali langu umeelewa? Sasa kiuhalisia hapo
unanionyesha upande wa pili wa familia yenu nyinyi, kwamba mimi kumbe nimekosea kabisa kuoa. Nimeoa kwenye familia ya mabogas, nimeoa kwenye familia ya watu wasiojitambua, watu ambao hawaeleweki na wala hawajielewi. Shemeji, wewe ulitakiwa uje hapa uniambie, bwana dada yangu amekuja ameniambia 1 2 3, alafu tuanzie hapo kusikiliza kesi, ili mimi nikwambie hiki alichokisema cha kweli, hiki cha uongo, alafu hapo ndo tunajua tunafanyaje. Lakini wewe unakuja moja kwa moja unakuja kuniataki mimi, unaongea upuuzi gani huo? Mimi siwezi kuendelea kuzungumza na wewe vitu vya kijinga kama hivyo. Kama una cha kuzungumza shemeji, nenda kwenu tu. Unanitusi? Sio kama nakutusi, nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Kwa nini nikutusi? Sasa nakuuliza tena. Swala la talaka vipi? Kama hujamwacha, tujue tunafanyaje. Kama umefuata talaka, sema mimi niingie ndani nikachukue daftari niandike talaka ya kwako, ya kwake, ya baba yako, ya mama yako. Ikiwezekana naandika talaka mpaka ya makaburi yenu yote na waacha. Ili niwe nimenawa. Nimetoa kabisa mikosi. Hiyo ni mikosi. Familia yenu nyinyi ni mikosi. Mimi nakwambia ukweli shemeji. Nyinyi ni mikosi. Ndio nitukana. Sio kutukana, mimi nakwambia ukweli. Tutaonana, man to man. Tutaonana shemeji. Kwani hapo umemtuma nani hapo? Sisi hapo hatuonani hapo. Si tunaonana? Acha mambo yako ya kijinga bwana. Hivi unanichukuliaje? Wewe mtu mwenyewe unanikuja unanitishia mimi, angalia ulivyo afya yako. Mtu utafikiri unakula simenti. Unatembea utafikiri umepiga sarakasi, unatembelea mikono. Kumbe umesimamia miguu. Alafu unataka kuniletea habari za kijinga. Sasa wewe fanya unachotaka kukifanya, nitakuonyesha mdudu wewe. Ala. Wewe mtu mwenyewe una tofauti na shishipo. Bwege. Shemeji bwana, sikutegemea. Nikikuangalia juu mpaka chini. Yaani una mwili mkubwa lakini akili finyu. Yeah. Akili ni finyu. Yaani dadangu mimi unamwacha eti kisa kaja kamuona babake. Una akili gani wewe? Baba wewe huna. Sawa, tufanye baba huna. Basi hata utu. Uangalia na utu basi. Kaja kamuona babake anaumwa. Ndio sababu ya kumwacha. Shemeji, kwanza nikushukuru kwa kutoka nyumbani kwenu na kuja kunitukana nyumbani kwangu. Mimi mnanichukuliaje? Mnanichukulia mimi chizi bogas, kichwa box, sijitambui, si ndio? Hivi shemeji, dada yako kwenu katoka lini? Na hapa unajua kafika lini? Kafika lini kwani? Yaani mimi niliotoa ruksa nenda kamuuguze baba. Leo hii mimi niliotoa ruksa ile nimpe talaka kwa sababu ya kwenda kumuuguza baba yake. Atoke kwenu Alhamis, Jumapili. Kwangu afike Alhamis. Hizi siku hizi za kati hapa alikuwa wapi? Na alikuwa kwa nani? Na anafanya nini? Wewe unakuja unaanza kunifokea. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba nyinyi familia yenu nyinyi ni ya kimalaya. Alafu nataka mimi ni ukumbatie umalaya wenu nyinyi, si ndio? Mimi sio mwanaume mpuuzi kiasi hicho. Mimi ni gentleman, najiamini, najua ninachokifanya. Unanitukana. Shemeji unanitukana mimi. Sikutukani. Na ikikupendeza zaidi, shemeji, nikwambie ukweli. Ipo siku ukija ukizungumza uchizi kama huu unaozungumza leo, nitakukamata, nikuingize ndani, nikupake na parachuti, alafu unaonekana kabisa wewe dada yako unafurahia anachokifanya na wewe hicho unakifanya, na ndio maana unakuwa kinakuwashawasha, unakuja mimi nitakuja nikupelekee moto. Nakwambia kabisa ukweli, nitakupiga mashine, nitakuweka hivyo. Nitakufinyanga finyanga. Si unaelewa vizuri? Nitakufinyanga finyanga shemeji, ukaingia ufukoni, hutakaa uonekane tena katika dunia. Si unaelewa vizuri? Sisi ndo familia yenye mawiji. Wewe kwenye maisha yangu mimi siwezi kutishiwa nyau.
Swala la kuingiza, unazungumza kuingiza kati mimi nataka nikuingize ndani mu nikakupiga mashine. Alafu unakuja kuzungumza upumbavu gani? Wewe sikiliza, mimi sio mpuuzi. Alafu mimi sio mtu wa kutishiwa uchawi. Hiki chuma cha Mjerumani bwana. Chuma cha Mjerumani. Kitakutana na chuma hiki hapa sasa. Uchawi unitishie mimi? Yaani upuuzi mnafanya nyinyi wa familia, alafu eti mnanitishia mimi uchawi. Mumefeli. Mbwa nyinyi. Wewe na familia yako.